Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini. Katika hii dunia, kila mtu duniani hapa, kila mwanadamu ujue anaishi kwa tabia ya Mungu wake. Kila mwanadamu katika ulimwengu huu, ukimtazama mahali popote alipo, ujue anaishi kwa tabia ya Mungu wake. Kama tabia ya Mungu wake ilivyo, ndivyo na yeye anavyoishi. Kila mtu, hata kama hujui anamwabudu Mungu gani, lakini huyo mtu anaishi kwa tabia ya Mungu anayemwabudu. Damu ya Yesu Kristo. Ukija kuona neno la Mungu, Yesu Kristo anasema hivi: mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao, anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7. Mtawatambua kwa matunda yao, kwa sababu mchongoma hauwezi ukazaa zabibu na mzabibu hauwezi ukazaa mchongoma. Kwa hiyo kama ni mzabibu lazima utazaa zabibu, na kama ni mchongoma ni lazima utazaa mchongoma. Kwa hiyo utautambua huu ni mzabibu kwa sababu ya zabibu zinazoonekana katika huo mti, na utatambua huu ni mchongoma kwa sababu umezaa michongoma. Kwa hiyo kama Mungu wako ni mchongoma, basi kwako tutaona tabia ya michongoma tu. Utaishi kwa tabia hiyo. Kama Mungu wako ni aina ya mchongoma, basi tutaona tu tabia ya michongoma. Na kama Mungu wako ni mzabibu, basi kwako tutaona tu zabibu. Damu ya Yesu Kristo. Huo ndo ukweli, huo ndo ukweli. Kwa hiyo kila mtu hapa duniani anaishi kwa tabia ya Mungu wake. Ukisoma Mathayo 7 mstari wa 15 anasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Yesu Kristo anasema wako watu watakuja watasema sisi ni Wakristo, si ndio? Watasema sisi ni Wakristo, tena watafanya mambo yote ambayo yanaendana na dini au utaratibu wa ibada za Wakristo. Lakini Mungu anasema, Yesu Kristo anasema miongoni mwao hawatakuwa ni Wakristo, ila wamejificha kwa jina la Kristo mimi Bwana. Lakini hao watakuwa ni michongoma. Mtawajuaje? Mtawajua kwa matunda yao. Mungu michongoma hawezi kuzaa zabibu, na zabibu hawezi kuzaa michongoma. Kwa hiyo kama Mungu wako ni michongoma, utazaa michongoma. Kama Mungu wako ni zabibu, utazaa zabibu. Kwa sababu mahali anasema hivi Yesu Kristo, nimewapa amri mpya, pendaneni. Yesu Kristo anasema nimewapa amri mpya, pendaneni. Na kila mtu atakapoona upendo wangu kwenu, atakapoona mnapendana, mnafanya mambo kama mimi, kila mtu atatambua ninyi ni wanafunzi wangu. Mkifanya matendo ya upendo, matendo mema, matendo ya upendo kwa jamii, kwa ndugu, kwa jamaa, katika kanisa kuanzia, watu wote ulimwenguni watajua hawa ni wafuasi wa Kristo, wanafunzi wa Kristo, kanisa la Kristo. Kanisa la Kristo halitambulikani kwa kusema tu mimi ni Mkristo. Kanisa la Kristo linatambulikana kwa upendo, matendo mema kwa ndugu, na ndio watu watajua hawa ni Wakristo. Kwa hiyo tunajulikana kwa matendo. Kwa hiyo tukiwa tunatenda matendo hayo ambayo tabia ya Kristo, watu wanajua hawa ni Wakristo, kwa sababu tunaishi na tunafanya na tunaongea kwa tabia zote za Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu wa milele.
Lakini mtu akisema yeye ni Mkristo, yeye anamwabudu Mungu, lakini tukaona matendo yake hayafanani na huyo Kristo na tabia ya Kristo, hapa ndipo tunakuja kufanya matathmini kwamba huyu ni fake. Kwa hiyo ninataka kuongea kwa habari ya Marekani na wafuasi wake na watu wake. Ninataka kuongea kwa habari ya vita hii inayoendelea. Hii vita, dunia haitambui kwamba ndani ya hiyo vita yako mapenzi ya Mungu na Mungu anatimiza neno lake, lakini watu wa dunia hii, viongozi wa dunia hii hawaelewi, wanaona ni wao ndio wanayosababisha, lakini wasijue ndani ya hii vita yako mapenzi ya Mungu. Marekani na wafuasi wake wote walio nyuma yake pamoja na Israeli, hawa watu ninavyowaona mimi, nikiangalia wanavyoishi, wanavyofanya, hawa watu hawamwabudu, yani wanamwabudu Mungu mwingine ambaye sio Yesu Kristo. Marekani na mataifa yote yaliyo nyuma yake akiwemo na Israeli mwenyewe, hawa watu wanamwabudu Mungu mwingine ambaye sio Yesu Kristo, sio Yesu Kristo, kwa sababu wanajitambulisha wao ni Wakristo, ni mataifa ya Kikristo, kuanzia na Marekani, kuanzia na Israeli mpaka mataifa ya Ulaya yote, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine yote ni mataifa ya Kikristo. Wanajivunia Ukristo, lakini Ukristo wao ni wa kisiasa. Wanajitambulisha kwa watu ni Wakristo, lakini nyuma ya hili jina yuko Mungu mwingine wanayemwabudu, sio Yesu Kristo, sio Yesu Kristo. Kwa sababu angalia matendo yao, angalia tabia yao. Israeli wale tunaosema Kristo katoka kwao, Yesu Kristo amekuja kutoka mbinguni kupitia wao. Tulitegemea kupitia Israeli tuige, tujifunze tabia ya Yesu Kristo, tabia ya Mungu wetu kupitia wao. Wao ndo wangekuwa kioo cha ulimwengu wa Wakristo. Kila mtu ajifunze kwa Israeli, kwa Wayahudi wale. Wayahudi hawa kila mwaka, cha ajabu, wanaazimisha maazimisho ya mashoga mji mkuu Tel Aviv. Yaani serikali inaizinisha maazimisho ya mashoga ulimwenguni, wanafanya sherehe ya kilele cha mwaka ndani ya taifa la Israeli. Mashoga ndiyo tabia ya Yesu Kristo hiyo. Hii tamaduni wameipata wapi kama wao ni Wakristo? Kama ni Wakristo kweli, wanamwamini Kristo kweli, kama hawampingi na kumdhihaki Yesu Kristo, hii tabia ya ushoga hii inatoka kwa nani? Na ni nani anayewasukuma wafanye huo ushoga, waazimishe ndani ya taifa takatifu tunalolitambua kama hivi? Wanaazimisha uchafu wa kuzimu. Nani anayewatuma? Ni Yesu Kristo huyo. Kila mtu anajua sio Yesu Kristo huyo. Sasa ni Mungu gani ambaye yuko nyuma ya Israeli, anayeforce na kusema waazimishe hapa? Wanasherekea, mashoga wote ulimwenguni wanakusanyika hapo, washerekee, wafanye mikakati, waangalie mwaka mpya wanafanyaje. Wanafanya Tel Aviv, Israeli, taifa takatifu. Ni Yesu Kristo huyo? Lazima watu wafikiri, tusibaki kwenye upenzi tu kwamba Israeli ni taifa la Mungu. Ndio tunajua, lakini wanapokengeuka lazima tuwaambie mnakengeuka, na hapo Kristo hayupo. Nyinyi wenyewe tu mnajulishwa kwamba hamna Kristo, kwa sababu tabia mnayoishi nayo na matendo mnayofanya yanaonyesha kabisa Kristo hayupo.
Marekani, taifa la Marekani ni rafiki mkubwa wa Israeli. Huyu ndio kiongozi mwenye nguvu duniani, anayeongoza mataifa yote ulimwenguni. Uchumi wake ni mkubwa, watu wote wanafanya biashara na Marekani. Huyu anaruhusu makanisa ya mashetani yajengwe ndani ya taifa na yajengwe kwenye mataifa, na ushoga ndiye yeye ni kama waziri mkuu sasa anayefanya kazi utendaji, anahamasisha mataifa yote ulimwenguni pamoja na Afrika watu wawe mashoga. Tena hicho kizazi wanaanzia na watoto, watu wawe mashoga. Marekani, taifa la Kikristo hilo, rafiki wa Israeli, anahamasisha ushoga ulimwenguni. Badala ya kuhamasisha watu wamtii Mungu, wamwabudu Yesu Kristo, waliitie jina la Yesu Kristo, anahamasisha ushoga. Na taifa lolote linalopinga kupokea hii ajenda ya ushoga anawekewa vikwazo vya kiuchumi. Marekani, taifa la Kikristo hilo. Je, tabia hii na matendo haya ndio ni matendo na tabia ya Yesu Kristo hiyo? Ni kuchunguza tu. Kwa Yesu Kristo alisema hivi, mtawatambua kwa matunda yao, kwa sababu mzabibu hauwezi kuzaa michongoma na michongoma haiwezi kuzaa zabibu. Kwa hiyo kila mtu anaishi na kufanya tabia ya Mungu yule anayemwabudu. Marekani, taifa lililojitangaza ni taifa la Kikristo, ndio tabia hii. Hii ni tabia ya Kristo. Anahamasisha ushoga ulimwenguni kote, sio yeye peke yake, na wale walio nyuma yake, NATO, yaani mataifa walioungana kwa umoja wao, yote mataifa ya Ulaya, yote mataifa ya Kikristo, yote wanaongea lugha moja na tamaduni moja na tabia moja. Ushoga ufike ulimwenguni. Ndio Kristo huyo kweli, ndio Yesu Kristo huyo, na hawa wote ndio rafiki wa Israeli. Ndio tabia ya Yesu Kristo, ushoga. Leo Marekani nilitegemea kwa uwezo alionao, uwezo wa kijeshi, uwezo wa kiuchumi, angehamasisha watu wahubiri injili ya Yesu Kristo, watu wahubiri msalaba wa Yesu Kristo. Sasa ajabu, watu wanahubiri fedha na mali, wanafadhiliwa na Marekani. Marekani, wachungaji unaweza kusema ni wanawake, lakini ni wanaume. Anajiita mtume, mwingine nabii, ametoboa hereni, ametoboa vipini, amepaka matatuu, amechora matatuu. Ni wachungaji hao, ni manabii. Anajiita nabii. Mtu katoboa kipini, kabandika kipini, katoboa hereni, kasuka nywele. Mchungaji, nabii, mtume, kasuka nywele. Mchungaji kavaa boksa, ndio anatembea boksa, kaptula, kachola matatu. Huyo ni nabii. Wanafadhiliwa na nani? Chimbuko wanatoka Amerika. Wanachafua Ukristo, lakini wanajiita Wakristo. Kwa jina wanajiita Wakristo, lakini ndio wanaomchafua Yesu Kristo. Kwa hiyo wamepata nafasi ndani ya Ukristo kuingia na kujiita Wakristo ili wamchafue Kristo. Tabia wanayoifanya na tabia wanayolazimisha watu waishi nayo sio tabia ya Yesu Kristo, bali ya Mungu mwingine ambaye ndio mpinga Kristo. Kwa sababu huyo Mungu aliyejificha nyuma yao, huyo anafanya kazi ya kumpinga Yesu Kristo, na inafanywa na hawa wanaoitwa Wakristo jina, Wakristo wa kisiasa. Wanapinga kweli ya Yesu Kristo, wanachafua kweli ya Yesu Kristo, alafu wanajiita ni Wakristo ili kuwanasa wengi, kuwaingiza kuzimu. Wachungaji wanavaa gauni, wachungaji wanavaa viatu vya kike, wachungaji wanavaa hereni, wachungaji wa kiume wanaweka makucha marefu, wanavaa bangili, wanasimama madhabahuni, wanahubiri injili. Wanasapotiwa na nani? Amerika. Kila uchafu,
Kila aina ya uchafu ni kama dampo, kila aina ya uchafu unatoka hapo. Hilo ni taifa la Kikristo. Kristo yupi? Watu wanatakiwa kujua. Kwa hiyo ukija kutambua, unagundua kabisa Amerika na watu wake walio nyuma, hawa wanamwabudu Mungu mwingine. Ukiangalia tamaduni zao, tabia zao, maneno yao, matendo yao, hawafanani na Yesu Kristo, hawafanani kabisa. Wamemwacha Yesu Kristo, tena ni adui yao mkubwa. Kulikuwa na kama kweli unampenda Yesu Kristo, anasemaje? Petro, Simoni Petro, unanipenda? Ndio. Unanipenda kweli? Ndio. Simoni Petro, unanipenda? Ndio. Chunga kondoo zangu, linda kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Tulisha kone, lihubiriwe neno la Yesu Kristo. Lakini watu sasa hivi wanahubiri fedha kwa sababu wanataka fedha. Wanaohubiriwa fedha na wenyewe wanataka fedha, na anayehubiri fedha anataka fedha. Kwa hiyo kila mtu anataka fedha. Anayehubiriwa fedha, muumini wa kanisa, anataka fedha na mali, na mchungaji naye anahubiri fedha, anataka fedha. Yaani wamekutana wote, wananyang'anyana fedha. Aliyekaa nasikiliza neno anasema hili neno la Yesu Kristo, anataka ahubiriwe pesa, namna ya kupata pesa, namna ya kuwa tajiri, kupata fedha na magari, majumba na magari. Na anayehubiri majumba na magari, na yeye anataka fedha. Alafu wanaiita hayo maneno yao, wanasema hii ndio Injili. Nani anafadhili? Chimbuko, uchafu hao wote unapatikana Amerika. Watu wanaenda Amerika wakirudi ni matajiri. Watu wanaenda Amerika wakirudi, nimetoka Marekani, basi ndio hapa nakuwa maarufu. Hii ni tabia ya Kristo? Sio tabia ya Wakristo. Kwa hiyo watu wajue, kama Marekani anatangaza Ukristo wa kisiasa, hana Kristo, na Kristo anajua kwamba nachafuliwa kupitia hili taifa kwa sababu lina nguvu, lina uchumi, Kristo atalishusha. Kristo atalishusha kwa sababu halimpi Kristo utukufu, halimpi Mungu utukufu, halina hofu ya Kristo. Sasa hofu yake lipo tu kwenye silaha zake, kwenye uchumi wake, kwenye watu wake, kwenye taifa na watu wanaomwamini yeye, wanaonyenyekea kwake. Kristo kasaulika, ila mdomoni sisi ni wa Kristo, lakini matendo yote anayoyafanya ni ya Mungu mwingine, ambaye huyo Mungu ni mpinga Kristo. Watu wanatakiwa kuelewa, ni rahisi tu, kwa sababu kama unampenda Kristo kweli, huwezi wewe kulazimisha watu wawe mashoga. Huwezi wewe kulazimisha hii ajenda watu wawe mashoga. Kristo sio, hii sio tabia ya Kristo hii. Kwenda makanisani umevaa uchi, wanawake wanaenda yani wako uchi, alafu unasema Mungu haangalii. Mungu haangalii mavazi. Yesu Kristo haangalii mavazi, yeye anaangalia moyo. Acha kudanganya watu. Acha kudanganya watu, umepotoka kweli kweli. Yani ndio tunaona kabisa shetani ndo anaongea ndani kwako. Mchungaji, mtumishi anatetea kwamba nyinyi mje mnavyovaa, vaa unavyotaka vyovyote, kwa sababu Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia tu neno. Huo ni umalaya. Huyo ni malaya, na lengo lake sio kumfanya mtu awe na tabia ya Kristo. Sasa yuko uchi, anasali, na tunaliona ni kanisa. Kwa kuwa wote wako uchi, je, tuwatambue sasa? Yesu anasema hivi, mtawatambua watu watakapowaona, watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo Yesu Kristo anatembea uchi. Kwa hiyo tabia ya kutembea uchi ndiyo tabia ya Yesu Kristo, kwa sababu anasema hivi, watakapowaona jinsi mnavyoishi kwa tabia yenu na kwa matendo yenu, watu watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Sasa kutembea uchi, wanawake kwenda kanisani uchi, wanaonyesha miili ya ndani, je, hapo ndipo tunamtambua huyu Kristo? Hiyo ndiyo tabia ya Kristo? Watu wanajichanganya, wanahubiriwa na mashetani injili ya kuzimu, wao wanasema ni kanisa la Kristo.
kwa sababu tu wanamjua huyu mtumishi ni maarufu na akiongea hivyo anakubalika, na wao wanaenda, wasijue ni ajenti wa kuzimu kulipotosha kanisa na kumpinga Kristo katika hali zote. Adamu na Eva walipoliacha neno la Mungu na kulipokea neno la Ibilisi, ndipo walipokuwa uchi. Walipoona sasa tuko uchi, wakahangaika, wakaanza kujificha, wakaanza kujishonea mavazi. Walipokuwa wanalishika neno la Yesu Kristo hawakujua kama wako uchi, lakini walipolipokea neno la Yesu la shetani Ibilisi, wakajikuta wako uchi. Kwa hiyo neno la Yesu Kristo halitufanyi sisi tuwe uchi, bali ukilipokea neno la Ibilisi ndio linakufanya uwe uchi. Kwa hiyo kuwa uchi makanisani, hii ni tabia siyo ya Yesu Kristo, bali ni tabia ya Ibilisi, joka la zamani lililomdanganya baba yetu Adam na Hawa. Wakalipokea neno la shetani wakawa uchi, na Mungu akawashonea nguo ili kuficha tupu yao. Leo wachungaji eti wanaonekana ndo wanamhubiri Kristo, wametumwa na Kristo, wanasema njoo kanisani utakavyo, kwamba Mungu haangalii mavazi. Mungu haangalii mavazi? Unasoma Biblia unaelewa kweli? Kwa hiyo Mungu haangalii mavazi. Kwa hiyo Yesu ametuambia tusali hivi, na tukiona watu wanasali hivi ndio tabia ya Yesu Kristo hiyo, na watu watasema hii ndio, hao ni wa Kristo. Uko uchi. Watu wanatakiwa kujua Adam na Hawa walijiona wako uchi walipopokea neno la Ibilisi, na aliyelikubali hilo neno la uchi ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo leo Adam na Hawa wanamwambia Yesu, Mungu, tuko huku tumejificha, tuko uchi. Yesu anawauliza, ni nani aliyewaambia mko uchi? Mmekula tunda nililowakataza, mmemtii shetani, sasa mko uchi. Kwamba tabia ya Ibilisi ni uchi. Kwa hiyo unapoenda kanisani ukiwa uchi, umevaa mwenyewe, unaona umependeza, ni wa kisasa, ujue unamilikiwa na mungu mwingine ambaye wewe humtambulishi kwa umma, ila kwa umma unamtambulisha Yesu Kristo, kwa sababu unajua huyu ana matendo mema, huyu ana tabia njema, upendo mtupu, ila unayemwabudu kwa ndani ni Ibilisi. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua kila mtu anamwabudu Mungu wake, na kwa tabia ya Mungu wake ndio anaishi. Jichunguze tu, utajielewa tu kama wewe kwa matendo yako hayo na kwa tabia yako hiyo, je, unamwabudu Kristo au mungu mwingine ambaye sio Kristo? Utajua tu, kwa sababu matendo ya Yesu Kristo yanajulikana. Yanajulikana, wala usiseme sijui. Wewe angalia tu unavyoishi, utajigundua mimi ni wa Ibilisi, ni wa Lucifer, kwa matendo unayoishi nayo na tabia ulio nayo. Kwa hiyo Amerika asitake kudanganya watu kwa matendo anayoyafanya na kazi anayoifanya kulazimisha dunia waishi hivyo. Ana mungu mwingine anayemwabudu, sio Yesu Kristo, akiwemo na Israeli. Sasa Yesu Kristo atalitumia taifa lolote analolitaka, atamshusha. Ndio huyo Irani sasa anawapa kizungumkuti, kitu ambacho wao hawakutarajia. Wanaijua historia, lakini hawataki kuishi kwa kusoma maandiko kuelewa Mungu aliwafanya nini walioinuka na kumwacha Mungu. Farao alikuwa ni taifa kubwa sana. Misri limetawala dunia, watu wamelitegemea miaka mingi, Farao wa Misri hapo. Lakini unafikiria ni nani aliyemwangusha Farao? Ni nani aliyemshusha Farao? Ni Mungu mwenyewe, lakini alitumia mataifa. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemwangusha Farao, kwa sababu hakumjali Mungu, hakumtukuza Mungu, ingawa alikuwa anamjua Mungu wa Ibrahimu. Lakini Mungu wakati ulipofika alimwangusha kupitia mataifa aliyoyachagua, ambayo
Misri yenyewe ilikuwa inaona kama ni kitu ovyo haya mataifa, siwezi kuanguka, lakini alianguka. Angalia, Babeli imetawala dunia kwa Nebukadreza, imetawala dunia Babeli. Lakini ni nani aliyeiangusha Babeli? Ni nani aliyeiangusha? Ni Mungu, kwa sababu walijiinua, walijitukuza, wao wanatawala dunia, hakuna kitu kingine. Mungu akatumia taifa, Babeli kaanguka. Watu wanatakiwa kujua hiyo historia. Lakini angalia, Uajemi nao wametawala dunia. Mungu aliwapa nafasi ya kutawala dunia. Uajemi ambao ndio Irani hii ya leo tunayoiongelea leo, inapigana na Marekani, ilikuwa ni taifa kubwa ulimwenguni, wametawala. Hata vitabu vingine vimetoka huko huko Shushani. Danieli ameishi kule, kitabu cha Esther wameishi kule, au kipindi cha mfalme Ahasuero. Waajemi hao huko huko wametawala dunia, Israeli wakiwa mateka. Lakini ni nani aliyemwangusha Muajemi ambayo tunasema leo ndio Irani? Nani aliyemwangusha akose tena utukufu ule? Ni Mungu mwenyewe, akatumia mataifa. Sasa ni nani aliyemwangusha Alexander the Great? Ni nani aliyemwinua Alexander the Great alafu akamshusha Alexander the Great? Ni nani aliyemwinua? Ni Mungu, lakini kwa sababu ya utukufu akaanguka. Ni Mungu mwenyewe, tena imetabiriwa hiyo, na ufalme wake ulimwenguni wote aliouteka ukagawanyika mara 4, na kundi moja lililo survive na likaja kutawala dunia, ikiwemo Roma. Ndiyo hiyo Roma, dola ya Kirumi, baada ya kuanguka Alexander. Huyu Roma amekuwa, dola ya Warumi ikakuwa imetawala dunia. Kila mtu anajua nani aliyeiangusha dola ya Kirumi, nani aliyewaangusha wa Roma. Ni Mungu mwenyewe kupitia mataifa. Ni Mungu mwenyewe. Dola ya Roma ilikuwa inajulikana haiwezi kuanguka, imejikita mizizi ulimwenguni kote, lakini imeanguka, haipo tena. Ukimdharau Kristo, Kristo atakuacha, utaanguka. Unafikiria ni nani aliyemkuza na kumwinua Uingereza? Uingereza limekuwa taifa kubwa, limetawala dunia, lakini ni nani aliyeiangusha Uingereza hadi iko leo hivi kana kwamba haina miguu? Nani? Ni Mungu mwenyewe kupitia mataifa. Ni Mungu ndiye aliyeiangusha Uingereza baada ya kuwa taifa kubwa ulimwenguni, ametawala dunia yote, ameenda pande zote, lakini mwisho wa siku ni kama hana miguu tena, hana mikono tena, yule pale amejitenga, yuko peke yake, nyanga nyanga. Nani aliyemwangusha? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu gani? Alitumia mataifa hivyo hivyo. Ni nani aliyemwangusha Adolf Hitler? Ujerumani wale na Japani wale waliotaka kuitawala hii dunia, nani aliyemwangusha? Ni Mungu mwenyewe kupitia mataifa. Leo yuko Amerika, ametokana na hao Waingereza. Leo ni taifa kubwa, lakini baada ya kuwa taifa kubwa lenye nguvu ya kichumi na kijeshi na watu na wafuasi nyuma, mataifa makubwa, hamtukuzi Yesu Kristo. Sasa anatukuza ushoga, anahamasisha mataifa yawe mashoga, Waafrika wawe mashoga. Taifa likipinga linawekewa vikwazo. Watu wafundishe vitu vya ushoga, wafundishe vitu vya ushoga kwenye mashule. Kila kitu tunalazimishwa kuwa mashoga, kwa sababu yeye ni taifa kubwa. Ukikataa
uchumi unashuka, lakini hatumii uchumi na silaha zake kusema watu wamtii Yesu Kristo. Nini kitamfuata? Vile vile walivyoanguka wenzake waliotangulia, na yeye Kristo atalitumia taifa, ataanguka. Ndio mwanzo wa kuondoka. Kwa hiyo Irani huyo wanayemzania ni kadogo, kama wangekuwa na hekima wangerudi kwa Mungu, maana Marekani ana uwezo wa kuanguka moja kwa moja. Hii ndio safari, anaweza kuanguka. Hii ndiyo safari, kwa sababu amemwacha Yesu Kristo, hana Mungu. Ndio maana Israeli na Marekani kila kitu walichokipanga kiende hakiendi. Mambo yamegeuka, yamekuwa tofauti. Leo Marekani anapigwa mpaka anajificha kwenye mahoteli. Ni hatari hii. Nani alitegemea hiyo? Leo Marekani kambi hazipo. Leo Marekani amezuiliwa na Irani hapo upitizi mafuta. Dunia inayumba. Israeli anapigika. Israeli na Marekani wanapigika, kitendo ambacho hawakutegemea watapigwa hivyo. Leo Irani anaonekana ndio kama mtu mwenye nguvu, lakini nguvu ya Irani siyo Irani, bali Yesu Kristo ameghadhibika. Marekani wale waliopewa nguvu na uchumi hawatumii uchumi wao kumtukuza Mungu. Kwa hiyo Mungu analitumia taifa waliolizani kwamba ni dogo, na hilo hilo litakuwa ndio chanzo cha Amerika kuanguka. Siku moja Marekani hata kuwepo tena, litainuliwa taifa lingine. Taifa hilo na lenyewe likimwabudu Mungu litadumu, likija kumwacha Mungu na lenyewe litashushwa. Damu ya Yesu Kristo. Watu wajue hivi, sio level ya kitaifa tu au kimataifa, bali hili linaanza kwa mtu mmoja mmoja. Kama ukiwa na Kristo una nguvu zote. Hata kama mtu anakuona dhaifu, wewe una nguvu kwa sababu una uhai Yesu Kristo ndani yako. Lakini kama unaishi umemwacha Yesu Kristo, siku moja utaanguka. Damu ya Yesu Kristo. Basi tuzidi kumwomba Mungu. Tumwombe Mungu alibariki taifa, ayabariki mataifa haya ambayo yanamtukuza, yanamheshimu, yanaliitia jina la Yesu Kristo. Na tuombe Mungu awalinde mataifa haya ambayo yako duniani sasa. Vita imepamba moto. Tuiombee Irani na watu wa Irani, kwa kuwa hawakuanzisha vita, lakini wanajilinda. Ingekuwa bora sana dunia ingemjua Kristo, lakini watu tunaotegemea wamweneze Kristo ndio wanatafuta fedha na mali duniani. Tuliombee taifa la Irani. Irani ni taifa kama mataifa mengine, ni wanadamu kama wanadamu wengine, tena wana tabia njema, hata Kristo anaikubali. Hata kama wao sio wa Kristo, hawataki ushoga, na Kristo hataki ushoga. Kwa habari ya kutokuwa wa Kristo, Yesu Kristo atawahukumu mwenyewe. Sisi hatuna haja ya kuwahukumu, ila ni taifa la Mungu tuwaombee. Lakini tuwaombee na hawa wa Israeli, wakumbuke, warudi nyuma, watubu, wamemwacha Kristo. Waombee na Wamarekani hawa viongozi hawana hekima, hawajui utukufu wa Mungu, hawamsifu Mungu, hawana hofu ya Mungu, hawamwogopi Yesu Kristo, na sasa wataanguka. Hii ndiyo safari. Wasipoangalia, hii ndiyo safari. Kila watakavyojitahidi kutafuta mbinu, hiyo mbinu inawala. Kila watakaposema tufanye hivi ili tumweze Irani, ndio wanajikuta hiyo safari, hiyo mbinu inamsaidia Irani. Walianza kwa Urusi, wameanza kwa Urusi kule kuligawanya taifa lile ili waeneze ushoga. Wamegonga mwamba, wamegeukia kwa mshirika wa Urusi. Huku nako hali ni ngumu, wanatapatapa kwa sababu wamemwacha Mungu. Kama wamemwacha Mungu, siku moja na saa moja Amerika mwenyewe atatangaza ameshindwa vita, na hapo Kristo atakuwa ametukuzwa. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu tumaini yetu.